Wanandoa wapya wamehimizwa kuwa mfano bora na kuweza kudumisha maadili thabiti ya kifamilia, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu changamoto ambazo zinazikumba ndoa za kisasa. Akizungumza siku ya Jumapili wakati wa harusi ya Jubilei katika parokia ya Kikatoliki ya Mtakatifu Yusufu Kianjokoma iliyoko katika jimbo la Embu, ambako wanandoa 11 walifunga ndoa rasmi, Mwashamu Peter Kimani, askofu wa Embu, alisisitiza umuhimu wa kuelewana na kusikilizana ndani ya familia. Askofu huyo alibainisha kuwa vijana wengi wanahofia ndoa kutokana na migogoro na changamoto ambazo hazijatatuliwa miongoni mwa wanandoa. Mwashamu Kimani, ambaye pia ni askofu anayesimamia masuala ya vijana katika Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Kenya, KCCB, alihimiza familia kukuza mawasiliano ya wazi, akisema kuwa kusikilizana kunasaidia watu kuelewana na kushughulikia masuala ipasavyo. Askofu Kimani aliwatia moyo wanandoa wapya ambao aliwataka kuzingatia maombi na kuheshimiana kama nguzo kuu za ndoa yenye mafanikio. Katika sakramenti yenu ya ndoa ambayo mnaisherehekea siku hii ya leo, tunaomba muweze kuwa kielelezo kizuri kwa wengine, kwa watoto wenu, katika kanisa lenu, katika majirani zenu, waweze kuona mfano mwema, ili mwishowe mnapoingalisha hata nyinyi muweze kuangalisha wengine. Petro walingalishwa na Yesu Kristo juu ya mlima, wakaona mambo makuu, wakaona mwangaza mkuu, wakasikia sauti nyingine na wakaweza kumfahamu Kristo. Kupitia kwenu tunataka kuona na kumfahamu Kristo katika maisha yetu. Hawa vijana wetu, haya adwaitu edhi, ambao mara nyingi wanaogopa kuingia katika ndoa kwa sababu ya yale maisha na taabu wanazoziona katika familia, muweze kuwa vielelezo vizuri kama Mtakatifu Paulo jinsi alivyokuwa kielelezo kizuri kwa Wafilipi, na kupitia kwa mienendo yao, kupitia kwa tabia yake na mienendo yake, wakaweza kumwamini Kristo na kumtii. Na pia vile vile muweze kuwa kielelezo kizuri kama Mtakatifu Paulo kwa wale wengine, kwamba mnasimamia imani ya Kristo aliye hai, mnasimamia imani ya Kristo aliye imara, ambaye hakutingizwa na lolote. Na sisi tukimfuata kwa imani na kwa matendo mema, mwishowe tutaweza kufika kilele cha uzima wa milele mbinguni.